Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Kutokana na kile ambacho kinaendelea pale Mashariki ya Kati, lakini pia kutokana na Marekani kushindwa vita hivi dhidi ya Iran, kumetokea shida kubwa sana katika taifa la Marekani, hasa katika eneo la kijeshi, ambapo kuna taarifa mpya imeweza kutufikia kwa siku ya hii leo. Ni taarifa gani hiyo? Utakwenda kuifahamu. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, huko nchini Marekani, gazeti la The Guardian limeripoti kwamba kuna hali ya sintofahamu imeibuka ndani ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, huku chanzo kikuu ni vile ambavyo utendaji na maamuzi ya waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth yamekuwa yakiwagawa maafisa wa juu wa jeshi la Marekani. Aidha, kufukuzwa kazi kwa maafisa wengi waandamizi wa jeshi la Marekani kunatajwa kama chanzo kikuu cha mfarakano huu ambao upo mpaka hivi sasa. Ni muda huu mgawanyiko na mpasuko unaoendelea kwenye jeshi la Marekani kwa sasa ni mkubwa sana, kiasi kwamba ndio maana wameshindwa kurudi vitani kwa haraka kadri wawezavyo. Hii ni kutokana pia na baadhi ya viongozi wa Marekani wa juu hawaelewani na kiongozi huyu wa upande wa vita, lakini pia Trump. Yani jeshini tayari kuna sintofahamu. Viongozi wengine wa jeshini hawaelewi nini hasa ambacho viongozi wao wanafanya. Kwa hivyo sintofahamu imekuwa kubwa, mgawanyiko umekuwa ni mkubwa, vurugu imekuwa kubwa. Chanzo kikiwa ni Iran. Yani Iran ameleta mpasuko mkubwa katika jeshi la Marekani, na mfarakano huu ambao wako nao mpaka hivi sasa ni kutokana na ugumu na ubishi ambao Iran kauonyesha. Unajua mtazamaji wa Bongo Super Media, Iran kuna namna amefundisha mataifa mengine kujisimamia na kujiamini, licha kwamba itabidi wavumilie kupitishwa katika njia ngumu, sababu Iran wamepitishwa katika njia ngumu sana na Marekani pamoja na Israeli. Viongozi wake wengi sana wameondoshwa katika uso wa dunia, lakini wamekaza. Kwa hivyo mataifa mengine yanafundishwa uvumilivu na ukazaji na upambanaji katika vita. Ndio maana mpaka leo hii Marekani wana farakana wao kwa wao. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko nchini Marekani? Andika hapo katika sehemu ya comment.